Nchi kama hii ambayo imepoteza leadership haiwezi kuendelea. Implication za mambo haya ni, kwa kizungu wanasema ni far reaching, ni kubwa kuliko mnavyoweza kuelewa. Leo hii serikali imelipa kampuni ya kimataifa ya lobbying zaidi ya bilioni 6 kwa mwaka, na zipo kampuni 3 kusafisha taswira ya Samia Suluhu Hassan na serikali yake na nchi kwa uchafu ambao wamefanya wa kuua maelfu ya watu. Baadaye wewe unalipa watu fedha, kesho yake unakamata watu 51 unasema ni magaidi, viongozi wa chama cha siasa. Sasa ni mtalii gani anaweza kulipa pesa zake akaja kwenye nchi ambayo ina magaidi, ambayo serikali yenyewe imekiri kuna magaidi? Ni mtalii gani ambaye anapenda maisha yake anakwenda kwenye nchi ambayo kuna magaidi zaidi ya 50 kwa uthibitisho wa serikali? Hapa tujazungumzia bodaboda ambao wamekamatwa. Huyo mtalii atarara kwenye hoteli gani akiwa na amani kama hiyo hoteli haitalipuka usiku wake? Mnaita wawekezaji waje kuwekeza Tanzania. Nani anaenda kuwekeza kwenye nchi ambayo serikali inasema tuna magaidi 51? Mnajenga viwanja vya mpira, mnaita watu kwenye Afcon Tanzania. Nani anaenda kwenye nchi ambayo kuna ugaidi? Mmeshawahi kuona mipira inaenda kuchezwa Afghanistan, Iraq? Mmeshawahi kuona hivyo vitu? Kwa sababu nani atakwenda kwenye kiwanja akakae kwa amani, kiwanja ambacho kina watu 30,000-40,000 wakati hiyo nchi ina ugaidi? Nani anaweza kufanya vitu vya hivyo? Kwa kitendo cha hawa watu kutangaza kwamba nchi yetu ina ugaidi wakati wanajua ni uongo, ni vitendo vya hatari vinavyochafua nchi yetu. Na baadaye sisi tukisema wanasema kwamba sisi tunachafua nchi. Sasa nataka niwaambie, tutaandika barua za kueleza mambo haya kwenye jumuiya zote za kimataifa. Tutaandikia FIFA kwamba serikali inatangaza kwamba kuna ugaidi nchi hii. Tutaiandikia CAF kwamba hii serikali ya Samia inatangaza kuna ugaidi. Kwa hiyo rethink kuhusu hili jambo. Kwa sababu kama kuna ugaidi, mnaletaje watu kwenye nchi hiyo ambayo serikali yenyewe inasema kuna ugaidi? Na sisi wasiseme tunachafua, sisi tunaeleza kile ambacho wao wameshakisema. Na pili, Bwana DPP Mwakitaru, mkurugenzi wa mashtaka, chini ya Mwakitaru watu wengi sana wanaonewa. Ofisi ya DPP ambayo ipo kwa mujibu wa katiba iliyopaswa kuendesha mambo yake kwa uhuru, inatumiwa na wanasiasa kuumiza watu ambao wanashindana nao. Tumekwenda mahabusu hapa, magereza. Kuna bwana mmoja mke wake amefariki wiki moja iliyopita, amebaki na vitoto vyake viwili, amekamatwa, hana ndugu. Tunamuuliza, analia, anasema hajui watoto wake hata wako na nani kwa muda huu tunavyozungumza. Kwa hiyo inabidi tukachukue wale watoto tuwagawane kwenye familia za watu wa Chadema. Fikiria hiyo pain. Na Mwakitaru anajua kutoka moyoni kwamba watu sio magaidi, ni viongozi na wanachama wa Chadema tu wanaotaka kushindana kwa haki kwenye nchi hii. Kwa hiyo tunafikiri ofisi ya Mwakitaru na ofisi ya DPP ni ofisi inayopaswa kufumuliwa na kuundwa upya, na ndio maana tunataka katiba. Na namkumbushe Mwakitaru, yeye ni wakili, ni mwanasheria, asome kesi ya Nuremberg trial. Henchmen, watu waliokuwa natumiwa na serikali ya Adolf Hitler, waliokuwa natumiwa na Hitler, wakina Hermann Göring, kuumiza watu, waziri wa mambo ya nchi za nje,
Kisingizio chao kilikuwa ni kwamba sisi tulikuwa tunapewa maagizo kutoka juu. Haikusikilizwa kwa sababu maagizo kutoka juu sio sheria. Waliulizwa sheria ilikuwa inakuelekeza nini? Inakuwaje kwenye nchi hii Samia Suluhu Hassan siku ya sheria alisikika yeye mwenyewe anasema kuna wanaharakati ni magaidi? Nasema uongo? Siku ya sheria ndio Samia Suluhu Hassan alisema wanaharakati ni magaidi. Baada ya hapo watu 51 ndani ya wiki mbili wamepewa kesi za ugaidi. Kwa ni maagizo ya Samia Suluhu Hassan kuwabambikizia watu kesi za ugaidi. Kwa ni conspiracy ya kuumiza viongozi wanaompinga ambao wapo kwa mujibu wa sheria.